Mkuu huyo ameyasema hayo huko katika ukumbi wa hoteli Wesha wakati alipokuwa akifungua mkutano wa dodoso kwa wafugaji wa matango bahari yaliyoandaliwa na UNECA. Amesema utafiti ambao umefanywa na wadau hao ni nyenzo muhimu kwa Wizara ya Uchumi wa Bluu pamoja na wafugaji wa matango bahari. Huu ni utafiti muhimu katika maendeleo ya uchumi wa bluu na uvuvi, hasa katika sekta hii ya ufugaji. Katika sekta ya ufugaji kama tunavyofahamu, hasa Pemba, kuna tafiti chache ambazo zimefanyika hasa kupitia majongoo bahari. Hii ni fursa ya kipekee kwa upande wa wataalamu wetu ambao tunao katika wizara wanaosimamia sekta hii ya ufugaji, lakini vile ni jambo muhimu sana na la kipekee kwa upande wa wakulima au wafugaji wa majongoo bahari. Upande wake mtaalamu elekezi kutoka UNECA Pendo Hamid amesema kutokana na utafiti ambao wameufanya kwa wafugaji wa matango bahari kisiwani Pemba, wamebaini kuwepo kwa changamoto kwa wafugaji hao. Hivyo ameeleza iwapo changamoto hizo zitaweza kutatuliwa, itasaidia kuongeza mnyororo wa thamani wa zao hilo kwa wafugaji. Huku Pemba ni mkubwa sana, watu wanapoteza mpaka 50% hata kipindi cha mvua. Lakini pia kuna changamoto ya wanunuzi, yani soko upande wa Pemba halijawa imara na bei zake kidogo zinacheza, na unaona yani ni kitu ambacho kikisimamiwa vizuri, zikawekwa bei elekezi, vituo vya kukusanya vikaeleweka, watu wakapewa leseni, bei zikatoka elekezi, yani ni biashara ambayo inaweza ikawapeleka watu mbele. Lakini pia kama tunaweza tukapata zao ambalo limechakatwa kwa ubora, kwa sababu vile ambavyo zao linakuwa na ubora, yani ile product ambayo imetokana na jongoo bahari inavyokuwa na ubora, ndivyo ambavyo wewe unapata bei nzuri sokoni. Kwa upande wao wafugaji wa matango bahari Abdalla Osman Hamadi pamoja na Ismail Juma wamesema iwapo utawekeza katika rasilimali zinazotokana na bahari bila kuwepo kwa kero, itasaidia kujiongezea thamani ya kipato. Hakikishia raia wenzangu na wahakikishia jamii ya watu wote kwamba utakapofuga jongoo bahari ikafanyia ukamlinda asiibiwe, na faida unaweza kuipata. Gharama ni kubwa, lakini ukulima wa majongoo mimi nasema ni utajiri. Sehemu yoyote mpaka ukisikia hii sehemu ni utajiri, na maana ni sehemu nzuri. Kwa hiyo kizuri chochote kina tabu zake. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.